Na mtazamaji wa Masi Media, leo ndo ilikuwa siku ya uchaguzi wa viongozi katika soko la Kimara Mwisho upande wa stendi ya Matosa, na zoezi lilotoka kumalizika muda mchache uliopita ni la kuhesabu kura, na aliyekuwa mbele yetu ni miongoni mwa wajumbe ambao wameshinda kwa kishindo. Tumsikilize yeye ni nani na nini siri ya mafanikio yake. Brother, mambo vipi? Safi kabisa, kwema ndugu yangu. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Emmanuel Mapenzi. Mimi ni mfanyabiashara wa soko la Kimara Matosa. Nilikuwa nagombea nafasi ya ujumbe kwenye ile safu nzima ya uongozi, mwenyekiti, katibu pamoja na wajumbe na pamoja na hazina. Umeongoza kupata kura nyingi sana kwa idadi ya wajumbe, wewe ndio umekuwa kinara wao. Siri ya kupata kura hizi ni nini? Siri kubwa ni kujifanya kuwa mdogo kati ya watu wengi, kwa sababu unakuta sisi tunapitia changamoto kubwa, ila kiukweli kwa swala zima la uongozi tulishindwa namna ya kwenda kupeleka changamoto zetu. Kwa hivyo ilibidi kila kitu tunacholetewa sisi tunapokea. Sasa kwa awamu hii tumejipanga kwamba wale wote ambao tumepata ridhaa hii ya kuchaguliwa na wafanyabiashara wenzetu, tutakuwa bega kwa bega kwa ajili ya kupambana na namna nzuri ya kupata soko ambalo litakuwa ni official kwa ajili ya mahitaji ya watu wetu. Watazamaji ambao ndio wapiga kura wako wanakusikia, wanakutizama sasa. Kuna wapo waliofanikiwa kuja kupiga kura, kuna wengine wameshindwa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao. Kwa pamoja, waliokusikia ukipiga kampeni na wasiokusikia, unalipi la kuambia? La kuambia ni kwamba kwa sababu mambo yote yameenda vizuri kama yalivyopangwa na tunamshukuru Mungu, tumemaliza salama. Niwaahidi kitu kimoja, kwamba tutakuwa waaminifu katika kuwatumikia na tutahakikisha kama kuna mambo ya kwenda ngazi za juu, tutakaa sisi kama kabineti na kuyaweka mambo vizuri, kuyachakata, ili tunapoenda juu kule, tutakachokipata kule juu tunarudisha sasa kwa watu wetu, ili waone kwamba tupo kwa ajili yao na hatutalala. Tutahakikisha tunapambana ili mambo yakae vizuri. Wakumbushe watazamaji jina lako. Mimi kwa majina ninaitwa Emmanuel Mapenzi. Mapenzi ndiye baba yangu mzazi. Kwa hivyo sije wakasema kwamba hili jina ni AKA, hapana, ni Mapenzi official kabisa. Jina ni Emmanuel Mapenzi. Shukrani. Nashukuru sana. Ulikuwa mgombea wa nafasi gani? Ilikuwa ni mgombea wa ujumbe. Nafasi ya ujumbe. Tuongeze sauti kidogo sababu ulikuwa ni mshindi kwenye nafasi ya ujumbe. Sasa toa sauti kwa nguvu kabisa. Ulikuwa mgombea wa nafasi gani na unaitwa nani? Mimi naitwa Abdul Mohamed Kabuma. Mbele Jangala. Nimegombea nafasi ya ubunge ya ujumbe. Unajitabiria mazuri, mgombea nafasi ya ubunge ya ujumbe. Twende kazi. Changamoto ambazo zina wakabiri wa machinga ni nyingi sana. Umejiandaaje kupambana na changamoto hizo? Kwa kweli nimejiandaa kupambana nazo kwa kushirikiana na wenzangu. Nitashirikiana na wenzangu, nitapambana nazo. Unalipi la kumwambia katibu na mwenyekiti wako waliofanikiwa kupata nafasi ya leo? Nawaambia kwa kweli wawe na ushirikiano, wasiwe wa binafsi. Wasiwe wa binafsi? Ndio. Ubinafsi ukuleta wewe? Mimi siwezi kuleta ubinafsi kwa sababu nimeshapita changamoto nyingi. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Abdul Kabuma Jangala. Una muda gani kwenye kufanya biashara ndogo ndogo barabarani? Mimi nina muda wa miaka 17. Miaka 17? Ndio. Kwa hiyo ni giant. Giant kidogo. Kiongozi, heshima yako. Safi, salama. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ali Kinunda. Ulikuwa unagombea nafasi gani? Nilikuwa nagombea nafasi ya ujumbe. Wananchi wanatamani kukusikia sasa. Umeshafanikiwa kuwa mjumbe. Utawafanyia nini? Kwa kweli nashukuru sana kwa kupata ujumbe. Naomba tushirikiane. Nitafanya mambo makubwa sana, yale ambayo yanayowakera wafanya biashara wote. Naomba tushirikiane wafanya biashara, tuwe pamoja. Na lile jambo ambalo linalowasumbua wanipe, ili nilipeleke kwenye uongozi mkuu, ili tusaidiane kulitatua. Ulikuwa mjumbe na umerudi tena kwenye nafasi hiyo. Ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo safari hii unasema hizi ndo nitaanza kupambana nazo? Changamoto ambayo nitakaanza kuanzana nazo, swala la ushuru na swala la usafi na swala la ulinzi na swala la choo. Mambo manne hayo nataka kuanza nayo.
Basi sisi tukutakie kila laheri. Amin. Kwa majina unaitwa nani? Ali Kinunda. Na mtazamaji wa Masi Media, aliyekuwa mbele yetu ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa soko la Kimara-Mwisho upande wa stendi ya Matosa, lakini safari hii amegombea nafasi ya ujumbe na amefanikiwa kupita. Tunataka tufahamu kwa nini ameachana na mwenyekiti na kugombea nafasi ya ujumbe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shehe, umetoka kwenye mwenyekiti umekuja kwenye ujumbe, nini sababu? Sababu najua kama uongozi ni kitu ambacho cha kupokezana vijiti, sio kitu cha kung'ang'ania. Nimekaa kwa muda mrefu, nikajiona mimi mwenyewe imefika wakati sasa hivi niwapishe wenzangu. Ile katika kuwapisha huko nikaona nisiache moja kwa moja nirudi kwenye ujumbe, sababu mawazo yangu bado yanahitajika kuwapa leo atakayeingia katika uongozi. Changamoto zipi ambazo ulikutana nazo wakati ukiwa mwenyekiti? Changamoto hizo kutana nazo kubwa kuliko yote ni maeneo ya kufanya biashara. Hilo hata wafanya biashara wa kawaida walikuwa wananisukuma mwenyekiti, linapotokea jambo tunafanyaje, tunakwenda wapi, tunakwenda kwa kiongozi gani, ili wajue usalama wao kufanya biashara unakuaje. Ulifikia hatua gani kupambana na jambo hilo? Nilifikia hatua ambayo kwa kweli ilikatisha tamaa, sababu majibu kamili kwamba sasa tatizo limeisha, nitakuwa nafanya biashara eneo hili, bado ilikuwa haijafanikiwa, lakini bado tulikuwa naendelea kupambana nalo. Kwa sasa umejiandaje kupambana na changamoto hiyo? Kwa sasa hivi nimejiandaa kwa sababu nataka kushirikiana na uongozi mpya na kuwaambia kwamba tulifeli katika uongozi uliopita kutokana hatakuwa na mshikamano. Kwa hiyo uongozi wetu una mshikamano ili tufike katika nchi ya ahadi. Wafanyabiashara wenu wanawatizama sasa, wape neno lolote. Kikubwa ninachowaambia wafanyabiashara wangu kwamba kikubwa kuliko chochote ni kuheshimiana. Mkubwa mheshimu mdogo, mdogo mheshimu mkubwa. Na katika uongozi lazima uongozi shirikishi. Uongozi shirikishi maana viongozi baina ya viongozi na viongozi baina ya wafanyabiashara. Katika kufanya hilo tutafanikiwa kufika nchi ya ahadi. Nikutakie majukumu mema. Asante sana. Mama, shikamo. Marahaba, habari za kwako? Za kwangu nzuri, hongera kwa ushindi. Asante, na kwako pia. Nini siri ya ushindi huu? Uwajibikaji. Tupitishe kidogo. Uwajibikaji wa aina gani, kwa sababu wewe ndio leo umekuwa mwenyekiti wa kuchaguliwa. Umewajibika kwenye nini na kwa staili gani? Nimewajibika kwa vitu vingi. Kabla sijashika nafasi ya leo, kwanza mimi ni katibu mtendaji wa wilaya ya Ubungo, ni katibu wa kata ya Saranga, pia ni makamu mwenyekiti wa wafanyabiashara Matangeni. Una nafasi za juu katibu kama ulivyotoka kuzungumza wa machinga wilaya ya Ubungo. Kipi kimekusukuma kuja kugombea nafasi ya wenyekiti katika zoni ya Kimara stendi ya Matosa? Kimenisukuma kuja kugombea hii nafasi ya wenyekiti baada ya kuona viongozi ambao walikuwepo vitu vingi vinapita au hawawajibiki ipasavyo. Vitu vingi vimelala. Mfano kama naweza nikasema kwamba uwajibikaji. Mabanda yamejaa humo ndani, hayana biashara, lakini mfuatiliaji alikuwa ni mtu mmoja tu ambaye ni katibu msaidizi. Viongozi wengine walikuwa hawashirikishwi kitu chochote. Kwa hiyo nikaona kwamba nimeumia nikiwa kama katibu, na eneo langu la biashara liko eneo la stendi ya Matosa ambayo leo tumefanya uchaguzi, hasa pale panapotokea uwajibikaji wa jumla, yani kama kata. Kwa hiyo season yetu inabaki zero. Hicho ndio kimenisukuma ili niisukume zoni yangu. Umepata katibu, umepata wajumbe na mweka hazina. Unatamani kuwa na wasaidizi wa aina gani? Wasaidizi ambao ninao, hasa huyu ambaye niligombea naye atakuwa mwenyekiti wangu msaidizi, na hao wajumbe wote waliopita na makatibu wote tutashirikiana kwa pamoja kuisukuma eneo letu la stendi ya Matosa na wafanyabiashara kwa ujumla, tuone tunatoka tulipo ili tuvuke hatua ya pili. Neno moja kwa wafanyabiashara wenu? Nawashukuru sana kwa kuniamini na naomba ushirikiano wao ili tuweze kufika pale ambapo tunapatamani. Na mtazamaji wa Masi Media, huyu ni mwenyekiti mteule kwa siku ya leo tarehe 15 mwezi wa 7 2024.
Umetoka kwenye uchaguzi, unafurahi kweli kweli. Nini imekufurahisha uchaguzi wa leo? Kwa sababu uchaguzi wa leo tulichokitarajia cha mwanzo na sasa hivi ni tuna matarajio mazuri zaidi, maana na furaha kiasi hicho. Viongozi waliowachagua wote wamefanikiwa kupita. Yeah. Hapa kuna changamoto gani katika eneo lenu la biashara? Hapa sana sana ni choo na umeme zaidi. Choo kimefanyaje? Hakuna choo na umeme tunapata tabu. Kwa hiyo viongozi waliochagua waanze na nini? Umeme kisha wapatie vyoo. Wajasiriamali huwa mnakutana na changamoto nyingi sana ikiwa maeneo ya kufanyia biashara. Vipi changamoto hiyo upande wenu, ipo au haipo? Zipo. Mbona huisemi? Ya kwanza ni wakuta ulinzi, kila mlinzi, maana hujui mlinzi huyu ni yupi, yule ni yupi, leo anakuja mlinzi huyu, kesho yule, na kwenye taka maana anakuja mmoja, kesho anakuja mwingine, kwa hiyo hatujui mmoja wapo ni yupi. Kwa hiyo tunahitaji kuwekea mkakati ili tujue yupi ni yupi na kipi ni kipi. Una lipi la kuambia viongozi waliofanikiwa kuchaguliwa siku ya leo? Watupambanie kwenye kila kitu ili tuwe nao pamoja. Mtawapa ushirikiano? Yeah, ndio. Kwa majina unaitwa nani? Faiza Nuru Ngereza. Unafanya biashara gani? Hayo. Dada, mambo? Safi. Hongera, umependeza. Asante. Mmechagua viongozi. Mchakato mzima wa uchaguzi umeuonaje? Umeenda vizuri. Nini mategemeo yako kwa viongozi mliowachagua? Mategemeo yangu ni kutaka Wafanyie nini? Atufanyie mambo mazuri hapa sokoni. Hapa kuna changamoto gani? Changamoto kubwa ni umeme. Hamna umeme? Na pamoja na mlinzi naye anafanya nini? Mlinzi huwa anachukua kila sehemu, yani hataki ule ushirikiano kwamba kukusanya nani vibanda kama ni vingapi, kwamba kwa mwezi tumpe shilingi kadhaa. Hapana, anataka kila kibanda kijitegemee masuala ya ulinzi. Na umeme ndio changamoto kubwa sana. Utakuta mtu ana friji anaambiwa kwamba kwa siku ulipe shilingi 2,000 ya umeme. Kama una kibiashara kingine tena unaambiwa ulipe, kama una kibiashara kidogo kidogo, umeme ni 1,000 kwa siku. Na wewe haikulipi? Na mimi hainilipi. Utanikuta mimi ile hela ambayo ya kuweka ndani ili watoto wangu wapate kula, mimi yote nahisi inaenda kwenye umeme. Unawaambia nini viongozi mliowachagua leo? Mimi nawaambia viongozi, yani watu angalie swala hili la umeme pamoja na mambo mengine huko ndani sokoni. Wape neno la faraja viongozi waliochaguliwa leo. Mimi na hapo hongera zao, watu angalie vizuri, na sisi pia tunawachagua, tunawapenda. Tunaomba tujali, na sisi pia tutawajali vile vile. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Latifa Chaula. Unafanya biashara gani? Nashughulika na vinywaji. Asante. Haya.